wimbo wake Alexander Jordan Mtume unaojulikana kama Bwana usehemu yangu. Bwana usehemu yangu. Na karibu sana msikilizaji, mtazamaji. Siku ya leo ni tarehe 1 mwezi wa April mwaka wa 2023, siku ya Jumamosi, na mpa Mungu sifa. Pia namshukuru sana kwa ajili ya kunipa uwezo wa kuona siku ya kwanza sana katika mwezi wa April mwaka huu wa 2023. Kumbuka kwamba huu mwezi ni ule mwezi ambao tunakumbuka kufa pamoja na kufufuka, kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo, na ndio tukaweza kukua na imani ambayo huwa tunahubiri siku ya leo. Kwa hivyo karibu sana msikilizaji, naitwa Mwagi wa Video, mahali popote ulipo katika nchi yetu ya Kenya, dunia mzima, mahali popote ulipo, na pia Kayole na vitongoji vyake, karibu sana. Jina langu naitwa Mwagi wa Video. Jioni njema ya leo, nashukuru Bwana kwa ajili ya nafasi hii ambayo wameweza kutupa, tukiwa na mtumishi wa Bwana anayejulikana kama Reverend Peter Jehia kutoka Greater Words pale eneo la Utawala Githunguri. Ni mtumishi wa Bwana ambaye tumekuwa na yeye, tumekuwa tukifanya hii baada siku ya Alhamisi saa 5, lakini kwanza tukasema ya kwamba tukaweza kuiahirisha kidogo, tuwe tunaifanya siku ya leo ya Jumamosi saa 12 kuendelea hadi saa 1, na saa hizi ni saa 12:06. Kwa hivyo endelea kushare kabisa, ulike, ucomment, na ili tukaweza kuingia katika mafunzo ya siku ya leo. Ukaweza kushare kwa watu wengi, utagi watu, ushare kwa groups, na utakuwa umebarikiwa sana. Kwa hivyo moja kwa moja sasa nitaweza kumkabidhi mtumishi, na ili sasa tukaweza kuendelea vizuri sana. Reverend Peter Jehia, mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe Bwana Yesu. Amen. Nashukuru Mungu kwa ajili ya wiki hii. Yes. Amekuwa ni mwema Yesu. Amen. Tunashukuru kwa ajili ya wema wake. Amen. Amen. Jina la Bwana likaweza kuinuliwa sana. Amen. Mimi nimekuwa na wakati mwema. Yes. Na nashukuru Bwana nimeokoka. Yesu ndi Bwana. Amen. Na pia nikushukuru sana kwa kazi njema ambayo unakuja hapa kufanya. Amen. Umekuwa msaada kwa wengi sana. Mungu wetu aendelee kukubariki. Hallelujah. Na kwa uhakika najua ya kwamba hii program itaweza kuwa ya baraka zaidi kwa watu wengi kabisa. Kwa hivyo karibu sana. Amen. Na pia Mungu ameweza kutupatia siku ya kwanza katika huu mwezi wa April kabisa. Salimia msikilizaji, mtazamaji. Basi msikilizaji wangu, na nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa wale wanayenifuatilia kwenye mtandao. Mungu akubariki sana. Popote ulipo unapata sauti hii, sauti ya neema, na kukaribisha katika kipindi cha neema jioni ya leo. Amen. Langu tu ni kukuombea tu uweza kufungua moyo wako ili ukapokea sehemu yako. Ni kweli. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Amen. Tufungulie katika maombi. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya ukuu wako. Yes, Lord. Umekuwa ni Mungu mwema. Asante kwa kibali ambacho umetupa tena kuweza kuwa hewani. Yes. Naomba kwamba Bwana kupitia sauti ya neema utafikia kila mmoja popote alipo. Yes. Popote anaponisikiza Baba utambariki. Yes, Lord. Yeyote anayenitazama kwenye chombo chochote kile utambariki. Bariki neno lako jioni ya leo. Kwa jina la Kristo Yesu tumeomba. Amen. 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 Karibu mtumishi. Amen. Sasa uwaja ni wako sasa. Nashukuru Mungu sana ndugu Mwangi. Nashukuru Mungu kwa ajili ya mtazamaji wangu na yote anayenifuatilia kwenye radio yake. Usibanduke hapo hapo. Maana leo kuna kitu kipi ambacho Mungu anataka kufanya, anataka kusema nawe. Kwa hiyo karibu sana. Niko pale Utawala, mahali panaitwa Githunguri. Tuko opposite kanisa, supermarket ya Automat. Hapo ndipo tupo. Nakaribisha kesho, tutakuwa na ibada nzuri. Yesu ataponya watu. Najua kwamba Bwana atatenda mema. Amen. Sasa leo hii ndugu yangu Mwangi, nataka tukaweze kuangalia somo hili ambao imekuwa tatizo katika kanisa. Leo hii kanisa imekuwa ni mahali ambapo
haina ile value. Yani watu walio ndani wamefanya kanisa kuonekana ni kama sio mahali panapopendeza, ni kama haina dhamana, kwa sababu ya vitu vingine vidogo vidogo ambavyo viko ndani ya watakatifu, right, iko ndani ya wana wa Mungu. Nataka tusome kitabu cha Yohana, John chapter number 8. Yohana sura yake ni ya 8. Tuanze na mstari wa 3. Yohana ni 8 msikilizaji, tuanzie pale katika mstari wake ni huo wa 3. Biblia nayo inasema hivi. Naam. Hata asubuhi kulipokusha akaingia tena hekaluni. Yohana 8 mstari wa 3. Nimeanzia mstari wa 2. Anzia 3 inasema hivi. Naam. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefamiwa katika uzinzi, wakamweka katikati, wakamwambia, Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake na namna hii. Wewe wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashitakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianza tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke, akamwambia, Mwanamke, wako wapi wale washitaki wako? Je, hakuna aliye kuhukumu kuwa na hatia? Naam. Akamwambia, hakuna Bwana. Hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu. Enenda zako, wala usitende dhambi tena. Hallelujah. Amen. Yesu akamwambia huyu mwanamke ya kwamba wala mimi sikuhukumu. Ujumbe wangu leo hii, right, mbona unahukumu? Mwangi tunaishi katikati ya kizazi ambacho kimejaa hukumu. Watu wamekuwa watu wa kuhukumu watu wengine. Tumekuwa watu wa kunena mabaya kuhusu watu. Tuna watu ambao wameondoka makanisani kwa sababu ya walio ndani ya kanisa. Tuna watu ambao wameacha wokovu kwa sababu ya watu walio ndani ya kanisa. Tuna watu ambao leo hii wanauguza vinonda mioyoni mwao kwa sababu ya watu walio ndani ya kanisa. Ni kweli. Wengine wameumizwa moyo na watumishi wa Mungu. Wengine wameumizwa moyo na wazee wa makanisa. Kwa hiyo tunapoongea kuhusu mbona unahukumu, hukumu imekuwa mingi kanisani. Kabisa. Huyu mwanamke amefumaniwa akifanya uzinzi kulingana na maneno ya wale waliomkamata. Right. Lakini sheria ya Musa inasema ya kwamba walipaswa kupigwa mawe. Ila swali moja nataka tujiulize hapa. Huyu mwanamke hakuwa anafanya usherati peke yake. Alikuwa na mwanaume. Ni kweli. Lakini kwa nini walimwacha mwanamume wakamleta mwanamke peke yake? Ni kwa sababu hao watu walikuwa wanapitisha mashtaka kwa mtu ambaye hana hatia. Ni kweli. Nataka ujue hivi siku zote mwana wa Mungu ya kwamba katika maisha tunayoishi wote wanaokuhukumu ni kwa sababu kuna kitu umekibeba. Sio kwamba wanakuhukumu kwa sababu umefanya makosa. Mwangi mimi usema hivi ya kwamba watu wengi wanaweza kuwa wanakuchukia sio kwa sababu ya makosa umeyafanya, ila ni kwa sababu ya habari walizozisikia. Lakini sasa hawajadhibitisha yale maneno, wakaja wakajua kwamba neno hili ama jambo ambalo tulilisikia ni la kweli. Ndio maana wamemkamata mwanamke
mwanamke, wanamwacha mwanaume, wanampeleka mwanamke kwa Yesu. Wanamwambia tumempata akifanya dhambi. Tumempata huyu. Hakuwa anafanya dhambi peke yake. Hapana, alikuwa anafanya dhambi na mtu mwingine. Lakini mbona wamwache yule mtu? Huenda hata huyo mtu ni miongoni mwa hao ambao walifanya nini? Walimpeleka kwa Yesu. Right. Na maandiko yanasema wakawa wanaambia Yesu sheria, Torati ya Musa inasema apigwe mawe afe. Lakini sasa hawatekelezi ile Torati. Maana wamemleta mama peke yake. Wangeleta na mwanamume. Mwangi tabia ya kuhukumu watu wengine huwa inafanya mtu anajiona kuwa anafaa. Wakati ambapo machoni pa Mungu yeye hafai kabisa. Maana huyu mama, maandiko yanasema Yesu alipoangalia wale watu, Biblia inasema kwamba walimwambia hivyo ili wapate kumjaribu. Wajaribu Yesu. Maana wanamtafutia Yesu mashtaka. Wanatafutia Yesu sababu ya kumuua. Mwangi nisikize. Msikilize, unanisikiza, naomba tu utulie hapo usikize kile ninachosema. Tunaishi katikati ya watu ambao siku zote watakutafutia maneno ili wakutukane. Ni kweli. Watakutafutia maneno ili wakushtaki. Watakutafutia maneno ili wakuchafulie jina. Wanamtafuta Yesu ili wasikie atasema nini, ili wakaweze kumsulubisha. Maandiko yanasema Yesu aliposoma mioyo yao na mawazo yao, akawaambia, akainama, akasema yeyote ambaye hana dhambi hawe wa kwanza kumpiga mawe. Ina maana wote walikuwa wenye dhambi. Wote walipungukiwa na utukufu wa Mungu kabisa. Wote walikuwa na makosa. Hawakuwa na tofauti na huyu mama. Leo hii watu wengi tumewahukumu. Watu ambao hawana makosa tumewamaliza. Nataka unisikize Yesu alijibu namna gani? Wakati huyu mama ako pale hana matumaini tena, Yesu akasema yeyote ambaye hana dhambi wa kwanza kumpiga. Biblia inasema wote walitoroka. Wote wakatoweka. Yesu alipoinua uso akamuuliza mama, wale walikuwa na kushtaki wako wapi? Wote wameenda. Napenda kile Yesu alisema. Yesu alisema hivi, mama nenda, hata nami sikuhukumu. Mwangi, sehemu hiyo ndiyo ilibadilisha maisha yangu. Kabisa. Mimi sipendi kuhukumu. Sipendi kwa sababu mimi sina mamlaka ya kuhukumu mwana wa Mungu. Hata kama anakosea, kile tunaweza fanya ni kumuombea. Sasa nataka uelewe, wakati wote tunaishi katika hali ya kuwahukumu watu wengine, inamaanisha kwamba tumeketi kwenye nafasi ya Mungu. Mungu ndiye mhukumu kabisa. Mungu ndiye jaji. Kile kinachonishangaza ni kwamba hata sasa hivi yeye Mungu ahukumu. By the way, tunaishi wakati wa neema. Anataka kuona watu wanaokoka. Bado wakati wa hukumu. Yeye ni Mungu aliyejaa upendo. Sasa wakati wote mwanadamu Mkristo unahukumu mwenzako, wewe unamuonesha Mungu ya kwamba umeketi kwenye nafasi yake. Na kitu moja tunasahau, ya kwamba katika hiyo hali ya kuwahukumu watu wengine, Mungu atakuangamiza. Kwa nini atakuangamiza? Ni kwa sababu yeye ni Mungu mwenye wivu. Hapendi kuona mtu anacheza na nafasi yake. Nisomee kitabu cha Isaya 42. Leo nataka kuwa mwalimu. Exactly. Isaya 42 mstari wa 8. 42 mstari wake ni huo wake wa 8. Msikilizaji, najua kwamba unaandika na tukaweza kusoma pamoja. Biblia nayo inasema hivi, mimi ni Bwana, ndilo jina langu. Na utukufu wangu sitampa mwingine. Mimi ndimi Bwana. Rudia tena hapo. Wacha nirudie tena. Mimi ni Bwana. Mimi ni Bwana, ndilo jina langu. Na utukufu wangu sitampa mwingine. Wala sitawapa sanamu. Sifa zangu. Ni Mungu asiyeshiriki sifa zake na mtu. Exactly. Kwa maana chochote tunachofanya kinapaswa kumtukuza Mungu. Wakati wote tunapomuinua Yesu anatukuzwa. Anafurahia ile sifa. Lakini tunapoishi kwa hukumu watu, basi na maana tumeketi
kwenye mamlaka ya Mungu. Na kama tumeketi hapo, basi utaangamizwa. Mimi usema hivi ndugu mwangu, chochote usichokielewa, nyamaza. Nyamaza tu, wachana nazo. Kama una ufunuo na mchungaji fulani, nyamaza. Wacha kumpiga. Kama una ufunuo na huyu dada kwa nini anaomba namna hiyo, nyamaza. Kama una ufunuo kwa nini ako vile alivyowezi afford kwenda salon, nyamaza kabisa, kwa sababu uelewi kwa nini yako hivyo. Wakristo wa leo tumekuwa watu wa kupitisha mashtaka. Ni kweli. Tunawahukumu hata watu wasio na hatia. Tumewafanya watu kusikia wameshushika. Unakuta hata mwanadada anakuja kuosha kanisa. Kuna wengine wanaanza kuongea na sasa kwani anadhani yeye ni nani? Anajifanya ni wa kiroho. Mambo haya yamekwaza watu kanisani. Tunapitisha mashtaka isiyo ya maana. Ni kama tunaishi nyakati ambazo kila mtu anataka kushusha mwingine. Sasa ndio hiyo point. Yani hawataki kuona unawapita. Wanasahau ya kwamba kila mtu ako na neema yake. Yeye Mungu ashiriki utukufu wake na mtu yeyote. Ni kweli. Anabaki kuwa Mungu. Na ndio maana Yesu akamwambia huyu mwanamke, hata nami sikuhukumu. Enenda ilo usifanye dhambi tena. Sasa kwa nini unamhukumu huyo mchungaji? Kwa nini? Kwa nini unamhukumu huyo mama? Hata kama ndoa yake ilipata matatizo, kwa nini unamhukumu? Hata kama watoto hawaendi shule, mbona unamhukumu? Unamhukumu kwa nini? Hata kama hana nguo nzuri ya kuja kanisani, kila Jumapili ana nguo fulani, kwa nini unamhukumu? Wapendwa, tuache kuwahukumu watu. Sisi ni watu, wana wa Mungu. Kabla uanze kuhukumu, kumbuka ulitolewa wapi. Ni wapi ulitoka. Tazama nyuma, ujiangalie. Kumbuka tu. Maana huyo unayemhukumu, huyo unaona ni bure, huyo unaona anafungiwa nyumba, huyo unaona amechukua lona, amechotewa kila kitu, kesho anaweza inuliwa na Mungu. Ni kweli. Na akakuajiri kazi. Kabisa. Mwangi, hukumu imekuwa mingi. Kabisa. Leo hii makanisa yanahukumiwa. Unakuta watu wanaanza kuongea maneno, hiyo kanisa ni ya mashetani, hiyo kanisa ni ya majini. Watu wamejaa hukumu. Kabisa. Mbona tunahukumu? Tunahukumu kwa nini? Warumi 14. Warumi 14 na mstari wake wa 10. Mstari wake ni huo wake wa 10. Warumi 14. Leo nataka tujifunze tu neno. Exactly. Yes. 14 mstari wake wa 10. Inasemaje? Lakini wewe je, mbona wamhukumu ndugu yako? Lakini wewe je, mbona wamhukumu ndugu yako? Au wewe je, mbona wamdharau ndugu yako? Mbona wamdharau ndugu yako? Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Wewe unahukumu ndugu yako kwa nini? Biblia inasema ya kwamba sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Correct. Sasa Mwangi, kama kuna kitu kinafanya Mungu amuache Mkristo, ni wakati anapohukumu ndugu yake. The only thing tunaweza kufanya ni kuonesha upendo. Tuonyeshe upendo. Hata wakati tumeumizwa roho, tuonyeshe upendo. Hata wakati wanatutemea mate, tuwaoneshe upendo. Kuna watu Mwangi wanafanya mambo, msikilizaji wangu, kwa makusudi. Wapate neno ya kukupiga, wapate neno ya kukuchafua. Ni kweli. Mafarisayo na hao waandishi walimleta huyu mwanamke kwa sababu tu wapate neno la kumshtaki Yesu. Biblia inasema mbona unahukumu ndugu yako? Mbona unahukumu? Umehukumu huyo mama? Hata leo mahali umeketi umekuwa ukimuongea. Umekuwa ukiongea kuhusu watoto wake. Umekuwa ukiongea kuhusu huyo jirani wako. Mbona unahukumu? Unahukumu kwa nini? Mwangi, kuna watu hawaonagi za kwao. By the way, ni kweli. Na ni wengi. Unakuta kwamba mtu yeye ni kuangalia wengine. Na pengine unaweza kuta ya kwamba kile ambacho anahukumia mwingine, yeye disho ni mbaya zaidi. Kabisa. Ndio mbaya zaidi. Ni mbaya zaidi. Angalia Warumi 14 mstari wa 13. 14:13. Yes, zamani kwa hiyo interruption kidogo mtumishi. 14:13 inasema hivi, basi tusizidi kuhukumiana. Bali afadhali tuone hukumu hii. Mtu asitie kitu cha kumkwaza ndugu au cha kumwagusha. Rudia tena. Washa nirudie tena.
Basi tusizidi kuhukumiana. Tusizidi kuhukumiana. Bali afadhali tuone hukumu hii. Mtu asitie kitu cha kumkwaza ndugu au cha kumwangusha ama kumwangusha. Na wakati huu tuko pale. Just imagine. Yes. Ni watu wangapi tumewaangusha? Ni wengi sana. Ni watu wangapi tumewafukuza kanisani? Huyu mtu unafanya vitu hivi vyote unajidanganya unaenda mbinguni. Wewe ni mwenye dhambi hatari kuliko mwanamke anayefanya kazi kwa baa. Kabisa. By the way, ni kweli. Wewe ni hatari hata kuliko mchawi anayekimbia usiku. Kwa sababu unatumika kuangamiza wana wa Mungu. Ni kweli. Unaharibu kazi ya msalaba. Unaharibu kazi ya Kristo. Mbona una sababu ya kuhukumu ndugu yako? Ukitaka kuishi maisha ya raha ya wokovu, kuwa na amani na kila mtu. Fanya wokovu wako kwa hofu na kutetemeka. Ukiona ndugu anafanya mabaya, the only thing unaweza ukafanya ni kumuombea. Umuombee, sio kumpiga. Sio kwenda kufanya vikao na kuanza kuongea. Na kumbuka huyu mpendwa, watu alikuwa ameanza kuinuka. Mungu akawa anaanza kufanya kitu ndani yake. Unajua kwamba watu waliinuka kanisani, wakaanza kuongea na jifanya kwamba ni wa kiroho ili mchungaji amuone. Ngoja nikueleze what happened. Yule mwanadada aliondoka kanisani, akaenda, na mwisho kabisa alijikuta kwa baa. Oh my God. Na akawa anasema mimi kitu kinaitwa kanisa siwezi enda tena. Siwezi nikarudi pale. Nirudi kule nilikotoka. Tumewarudisha watu wangapi nyuma? Ni wengi sana mtumishi. Tumewahukumu wenye haki tukawamaliza. Anytime tunawahukumu watu, inamaanisha tumeketi kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Ni kweli. Sisi ndiye boss. Na ni hatari. Maana Mungu ashiriki utukufu wake na yeyote. Wow, kuna mtu mmoja hapa, yes, ambaye ni mwanadada, anasema ya kwamba kile umeongea ni cha ukweli kabisa. Ni kwa maana yeye alienda tu kufanya kazi ya Mungu innocently, yes, bila kujua ya kwamba kuna wengine wataanza kumhukumu. Ya kwamba yeye anajionyesha sana, anataka kujipetekeza pengine kwa mchungaji, mambo kama yale. Na yeye tu alikuwa ametoka pale duniani sasa, amekuja amejitolea kuserve katika madhabahu. You can imagine mtu kama huyu. Tunahitaji watu leo wajitolee kwa kazi ya Mungu. Lakini kuna kitu moja nimekuja kutambua. Kanisani tuna roho ya Mafarisayo na Masadukayo wengi sana. Paulo anasema hawa watu hawataki walio nje waingie. Wanawafungia. Na wale wako ndani pia hawataki kufanya nini? Watoke. Roho ya Mafarisayo. Hawa watu wakiona mtu anataka kufanya kitu ama amejitolea. Mwangi, unajua, ngoja nikupe ushuhuda huu. Okay. Ili nifanyikia. Tulipokuwa tunajenga kanisa, tulifika mahali tukawa tumelemewa kwa sababu ya pesa. Fedha imemalizika, ikawa shida. Sasa mama mmoja, Mungu akamguza, akanipa shamba. Shamba aliyenipa ilikuwa kule kwao Nandi. Okay. Kule Nandi. So ikabidi ile shamba iuzwe au ili tuweze kujenga kanisa. Sasa kila alichofanya huyu mama, kuna mama alienda kwake wa kanisa na ni kiongozi. Akaenda kumwambia hapana, usitoe hizi pesa, kuja nikupeleke Nigeria. Twende Nigeria kwa mtumishi wa Mungu, uende ukatoe. Oh my. Na yeye alipeana kwa ajili ya kanisa. Yeye alipeana kwa ajili ya kanisa. Sasa angalia, huyu anayetaka kumharibu huyu mama ni kiongozi kanisani. Ni kiongozi kanisani. Sasa Mungu tu kwa neema yake aliguza yule mama. Mama akasema hapana, mimi mahali niliweka agano ndiko nitafanya. Na alileta hela zake. Akaleta zile hela. Sasa jiulize, mama kama huyo, ukiwa na wamama kama hao 7 kanisani, ni lini utasonga? Hawezi. Ni watu wako pale hawataki kuona huduma inakuwa. Hao ndio wale watu wanazunguka kule nyuma na kwenda kuambia wageni ambao wanakuja kanisani, unajua kaa hapa vizuri. Kuna huyu mchungaji alikuwa anasema
Okay, alikuwa naomba Mungu ambariki na viti vya kanisa. Sasa kuna mama wawili kule walikuwa naenda kanisani ni mbali. Wakaona kwa nini tuende mbali na hapa kuna kanisa karibu. Sasa kile utafanya tutaenda pale kanisani tuwe tuna fellowship hapa. Right. Walipokuwa wanaenda pale Jumapili ya kwanza kulikuwa na hiyo project ya kununua viti. Unajua nini ilifanyika? Wakaamua walikuwa mama wawili, kila mmoja atanunua viti 50. Kila moja. Hizo ni viti 100. Sasa kuna hawa ambao ndio Masadukayo, watu wa kuhukumu, watu ambao wataki kuona wengine wakiendelea. Alingoja tu wale wamama wakiwa wametoka akawafuata. Akawafuata nyuma. Wakiingia kwa magari yao. Kana wapi, unajua msifanye hivyo. Huyu mchungaji ni mbaya. Huyu mchungaji ana Mungu. Huyu mchungaji yeye vile yuko amtabarikiwa kwa haya madhabahu. Na yeye akutu pale. Yuko hapo. Mwangi watu wa kuhukumu hawaendagi mbali na wewe. Ni kweli, by the way wanakuwa tu hapo. Wanakuzunguka tu hapo. Na ni wale wa karibu sana. Na wako so friendly. Kabisa. Wanaonesha upendo mwingi sana. Unajua mtumishi wa Bwana, haya mambo ni kama hiyo roho imeinuka sana. Hiyo roho ya watu kusuguka ya kwamba anasema ya kwamba katika ile madhabahu huwezi ukabarikiwa. Hata ukifanya ukijitolea pale ni kazi ya bure unafanya. Na kuna watu sana wanatumiwa na shetani. Na hiyo roho ndio inaenea siku hizi. Ni mingi sana inazunguka hiyo roho. Kabisa. So imagine hawa wa mama walipopata ile habari walidecide hawatarudi hiyo kanisa. Na hawakurudi na hawakufanya kile walipaswa kufanya. You can imagine. Kwa sababu walishindwa. Sasa kama huyu ako ndani na anatuvunja moyo hivi, anatupa maneno mabaya kuhusu mchungaji, tutakaa hapa kwa nini? Walienda. Kuna mtumishi mmoja alipeana huwa tunafanya na yeye hapa mahubiri. Akanielezea kwamba kwake kulikuwa na asha wa aina ile. Akiona mgeni anamuita na hapo anamwambia, umeona tu ukuje hapa. Na yeye kutu pale na ni asha. You can imagine asha akiambia mtu ambaye ni mgeni amekuja hivyo atatoroka tu. Hilo ni chafu sana. Kabisa. Na linafanya huduma leo haikui ile kiwango mwenye maono anataka. Ni kweli. Sasa Yesu anamwangalia. Hebu imagine wanajaji huyu mama bure. Wanamjaji, wanamhukumu, lakini hawataki kuonesha mwanaume ambao walikuwa na huyu mama. Kwa hiyo hii roho ya kuhukumu imekuwa mbaya. Ukinunua gari watakuhukumu. Ni kweli. Ukifanya harusi watakuhukumu. Mwangi hata kama hauna mke watakuhukumu tu. Ndoa yako ikiwa na shida watakuhukumu. Kabisa. Peleka mtoto shule. Shule ambaye anabebwa na basi. Utahukumiwa tu. Kabisa. Sasa swali ni hii. Na hii roho tunaenda wapi? Hiyo ni swali nzuri. Yakobo 4:11. Yakobo 4:11. Tutasoma pale tusikie namna gani. Katika kitabu yake ni ya Yakobo. Umesema Yakobo gapi? Yakobo 4:11. 4 mstari wake ni wa 11. Biblia nayo inasema hivi, mtumishi wa Bwana. Naam. Ndugu, msisingiziane ndugu yake. Msisingiziaye ndugu yake, amsingiziaye ndugu yake. Au kumhukumu ndugu yake. Huisingizia sheria na kuhukumu sheria. Unasikia? Anahukumu sheria. Husingizia amsingizie ndugu yake. Inaendelea kusema hivi. Au kumhukumu ndugu yake. Huisingizia sheria. Anasingizia sheria na kuihukumu sheria. Lakini ukihukumu sheria huwi mtenda sheria au kumtenda sheria, bali umekuwa hakimu. Sasa umekuwa jaji. Nani alikufanya kuwa jaji? Wakati tuna jaji mmoja. Sasa leo hii Mwangi, kuna roho ya kusingizia watu. Mimi nimeona leo
watu wengi wamesingiziwa. Mwangi, hakuna kitu painful kama wakati unasingiziwa kitu uongo na wapendwa wanaosema Bwana asifiwe. By the way ni kweli. Ndio maana inauma sana. Mwangi, mimi sipendi sipendi kitu kabisa. Sio kila mtu nitakumbatia. By the way unahag mtu na ametoka kukusengenya. By the way unahag mtu na ndani yake anakuchukia. Ni kweli. By the way watu wamekuwa vile mtumishi. Tunaenda wapi? Leo hii Mwangi unasingiziwa na hakuna kitu ambacho kina uchungu kama Mwangi kusingiziwa. Ni kweli. Kwanza na mtu ambaye mko kanisani pamoja. Uchungu. Ni uchungu mno. Mwangi, imagine ukute mahali mtu anakusingizia kanisani. Mwangi amepea dada fulani mimba. Imagine. Hii ni uchungu sana. Ili huyu mtu aketi chini afikirie kile anachofikiria ndiye akusingizie. Number one, that person anakuchukia kabisa. Hakupendi kamwe. Na akipata opportunity ya kukuwekea sumu atakuwekea. Ni kweli. Yule ni mtu mbaya. Akipata mahali watu wanapanga njama ya kukumaliza, atakuwa wa kwanza. Tena anakuja wewe, atakusaliti akicheka na wewe. Ni kweli. Ndio maana maandiko yanasema kwamba amsingiziae ndugu yake anafanya nini? Anahukumu sheria. So huyo mtu anakuja kujifanya ya kwamba yeye ndiye judge. Hebu ruka soma chapter 5 verse 9. And yes. 5 verse 9. 5:9 inasema hivi, mtumishi wa Bwana. Yes. Ndugu musi nuku nikiae. Wacha nirudie tena. Ndugu nugu nikiane. Yes. Msije mkahukumiwa. Yes. Angalieni mwamuzi amesimama mbele ya milango. Mwamuzi amesimama mbele ya nani? Ya milango. Ya milango. Na huyo mwamuzi ni nani? Ni Kristo. Judge. Sasa leo hii kile kinachofanyika Mwangi, tunanungunikiana. Leo hii kila kona. Kuna watu leo hii waliacha kwenda maombi. Haezi enda maombi. Maana akienda maombi anatoka amekwazika. Akitoka kwenye fellowship anatoka roho yake ikiwa nzito. Ni kweli. Kwa sababu Mwangi, unajua nini? Hakuna kitu ambacho kinaumiza moyo kama watu ambao unaenda kanisani unatoka huko roho yako imechafuka. By the way ni kweli. Kuna watu wamepandwa kanisani na ninakemea hiyo roho katika jina la Yesu. Amen. Hiyo roho ikashindwe kwa jina la Yesu. Kuna watu wako kwenye mwili wa Kristo ambaye kitabu cha Yuda inasema wameingia kwa siri ili wapeleleze uhuru wetu. Oh my God. Wameingia kwa siri. Hawakuingia kwa njia inayofaa. Wameingia kwa siri. Mwangi, kuna watu watakuwa kanisani, wengine wanasema ni waokovu, haijalishi wana fellowship wapi, wawe karibu na wewe, wakuchunguze. Wao ni wachunguzi tu, hakuna mahali wanaenda, wapelelezi. Na ni hasara kubwa Mwangi, mtu akae unasema Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, na hakuna mahali unaenda. Na ndio maana Yakobo anasema, ndugu msinungunikiane, msije mkahukumiwa. Leo kila mmoja anamlaumu mwenzake. Ni kweli. Yani ule ushirika wa kweli haupo kamwe. Ndio maana Jumapili kwa naambia watu kanisani, tuko katika kipindi ambacho unakuta mwenzako anaweza lala njaa na usimsaidie. By the way ni kweli. Iko vile, mtumishi wa Bwana. Tunaelekea wapi? Biblia inasema upendo wa Kristo na udumu. Tunahitaji kupendana moja kwa mwingine. Tuache kwa hukumu watu wengine. Roho ya kuhukumu ni roho kutoka kwa shetani. Inatuweka mbali na Mungu kabisa. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Yakobo 5:6. Hebu soma Yakobo 5:6. Yakobo 5:6 inasema hivi. Mumehukumu mwenye haki mkamuua. Ni watu wangapi wamekufa leo? Ni wengi sana. Ni watu wangapi leo Mwangi hawaombi kwa sababu ya kuhukumiwa? Ni wengi sana. Ni watu wangapi leo hawatoi kanisani kwa sababu ya kuhukumiwa? By the way ni wengi sana. Yakobo anasema mumewaua
mumemuua mwenye haki. Mumehukumu mwenye haki mkamuua. Wala hashindani nani. Hashindani na. Huyu mtu hana hatia yoyote. Imagine. Na tunasema tunaenda mbinguni. Watu warudi kwa toba. Kabisa. Watu watubu na kumrudia Mungu. Maana huyu mama hana shida na wewe. Huyu mchungaji hana shida na wewe. Ni kweli. Hata kama mchungaji ana suti, hana suti nzuri kama mchungaji wako. Jamani, heshimu tu mafuta iliyo juu yake. Heshimu tu mafuta. Heshimu tu mafuta. Kuna wakati zingua tu kuwa nazo. Ni kweli. Hatukuwa tunajua kuvaa. Hatukuwa tunajua hata kunyoa nywele. Lakini ni Yesu tu ametufanya kuwa vile tulivyo. Hii ni neema, sio kitu cha kujivunia. Ni kweli. Haleluya. Amina. Watu wengi wenye haki hawako Mwangi. Kanisani hatuna wenye haki. Ni kweli mtumishi. Maana waliuawa. Sijui kama umewahi ona hii Mwangi. Na msikilizaji unayenisikiza na kunifuatilia kwenye mtandao. Right. Kuna watu wengi hata labda naongea na wewe. Ulikuwa na moyo wa kufanya jambo kwa mwili wa Kristo. Ulikuwa na moyo wa kufanya kitu fulani. Lakini kamzeka moja, kijana mmoja, yes, mama mmoja alikuvunja moyo. Akakuvunja moyo. Na kutoka siku hiyo ile bidii ulikuwa nayo uliacha. Yani ile moyo iliisha kabisa. Kabisa. Ile jinsi ulivyokuwa umeshikilia maono ulishushwa. Maana kuna watu walishindana nawe. Ni kweli. Na ukuwa na makosa nao. Naomba Mungu aponye moyo wako. Yes. Wapendwa, tuache kuhukumu watu. Kitu cha maana unaweza ukafanya ni kuombea huyo mtu. Uombee huyo mtu. Na ukiona mtu mwenye anajaji, anapenda kuhukumu wengine, anamwambia Mungu, mimi niko perfect. Nimekamilika mimi. Mimi sio kama huyu. Unakumbuka kuna watu wawili walienda kanisani wakiomba. Huyu mmoja anasemaje? Anasema mimi sio kama huyu. Sio kama huyu. Mimi nasali mara ngapi? Mara 3 kwa siku. Lakini yule mtoza ushuru alijipiga kifua. Akamwambia Bwana ni rehemu. Ni rehemu. Tunao watu wawili kanisani. Kuna watu ambao wanaona wamefikiana. Na hii ndio sababu unasikia mwingine anasema mimi nimekomaa. Nimekaa kwa hii kazi miaka mingi. Hii sio masuala ya kukaa miaka mingi. Hii ni neema ya Mungu. Kabisa. Ni kunyenyekea. Ni kuwapenda watu wa Mungu. Sasa Mwangi, nataka tuangalie hii. Kuna vitu ambavyo Mungu anachukia. Na hii ndiyo inaleta mambo haya yote ambayo tunapitia. Right. Tuangalie kitabu cha Methali sura yake ya 6. Leo mimi ni mwalimu. Leo ni mwalimu kabisa. Methali sura yake ni ya 6. Anza na mstari wa 16. Mstari wake ni wa 16. Yes. Kuna mtumishi hapa ambaye amecomment, amesema ya kwamba ukisikia wale ambao sana huwa wanajigamba ya kwamba mimi ndiye najua kuomba sana. Mimi huwa natumia muda mwingi sana nikiwa mbele za Bwana nikifanya kazi yake. Hao ni watu tu wa kimwili. They are kind of people. Kabisa. Hao sio watu wa kiroho. Sio mambo ya kujivunia. No, they are kind of people. Mwangi, wacha nikupe mfano huu. Okay, hii ni true story. Huyu mama alikuwa shosho. Okay. Ni shosho ambaye alikuwa anapenda kuombea mchungaji. Anamuombea sana. Kabla mchungaji aingie kanisani, yeye alishafika mapema kwa madhabahu, anaomba, Baba, tumia mtumishi wako. Right. Mpake mafuta leo watu wapone. Pastor akikuja anaona miujiza inafanyika, anadhani ni maombi aliomba nyumbani. Kumbe kuna shosho ni intercessor ambaye amemshikilia, hana pesa lakini amemshikilia kwa maombi. Siku moja mchungaji yule akapata attack na akafa. Alipokufa masaa alienda mpaka mbinguni. Akiwa mbinguni anazungushwa, yule malaika akamwambia, nataka nikuoneshe mansion ambazo ziko hapa. Jamaa anaona manyumba mazuri. Akazungushwa. Lakini akaambia malaika, mimi sijaona ya kwangu. Ambia kuja nikupeleke. Kule anapelekwa direction, kuna nyumba nzuri maridadi kabisa ambayo imeisha tayari. Sasa kwake alikuwa nadhani ile nyumba ni yake. Akawa anafurahia. Malaika akamwambia, unafurahi hivyo kwa nini? Ambia, nadhani hii ndio nyumba yangu. Malaika akamwambia, hapana, hiyo sio yako. Ya kwako ndio ile ambayo iko kwa foundation.
Akaanza kusema kwa nini yangu iko kwa foundation? Sina dani ni yangu. Akaambia nyumba sio yako, ni ya yule shosho ambao huaga hutaki kumsalimia. Saa nyingine unaona ananuka, saa nyingine unaona atakusumbua, anataka pesa. Hii nyumba ni yake kwa sababu yeye anakuombea. Yeye ndiye anaombea huduma hapa. Yule mchungaji akavunjika. Akamwambia Bwana naomba nafasi nyingine. Aliporudi aliweza kuwa na moyo wa kuwapenda watu. Kwa hiyo hii tabia kwa hukumu watu wengine, unaona wewe ni wa kiroho sana, wewe ndio unajua kuomba. Hapana, maombi ni unyenyekevu kabisa. Hii sio masuala ya kujigamba. Ndio maana Paulo anasema hata sasa sijidhani nafsi yangu kwamba nimefika, bali nakaza mwendo. Bali niko tu nakaza mwendo. Katika Methali 6:16 kuna vitu 7 anavyo vishukia Bwana. Naam, viko 7 vilivyo shukizo kwake. Naam. Macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Moyo uwazao mawazo mabaya. Miguu iliyo nyepesi kukibiria maovu. Shahidi wa uongo asemaye uongo. Naye apedaye begu za vitina. Wacha nirudie pale. Naye apadaye begu za vitina kati ya ndugu. Inaendelea kusema hivi. Mwanangu, shika maagizo ya baba yako. Wala usiache sheria ya mama yako. Achia hapo. Sasa nataka uelewe hii tutaendelea naye next week kwa sababu ya muda. Lakini nataka nipitie tu maana mambo haya ambao Mwangi ametajwa hapa, msikilizaji wangu, ndio ugonjwa mkubwa kanisani siku ya leo. Tunapoongea kuhusu kanisa tunaongea kuhusu mwili wa Kristo. Tunaongea kuhusu wewe dada unayenisikiza, ndugu unayenisikiza na kunitazama, wewe mtumishi wa Mungu, naongea kuhusu sisi kama watumishi. Sasa Biblia inasema kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana. Mungu anachukia hizi 6. Alafu anasema naam 7. Viko 7. Sasa kuna 6 anachukia, lakini viko 7 vilivyochukizwa kwake. Anapoongea kuhusu chukizo, ni kitu kinamuumiza, hataki kukiona kabisa. Na hizo ndio vitu, ndugu yangu Mwangi, tutaangalia. Ya kwanza anasema macho ya kiburi. Mwangi, kuna watu wanakuangalia na macho mbaya. Ni kweli. Kuna watu wakikuangalia unapita, anaanza kusema na huyu Mwangi siku hizi simuonagi vizuri. Huyu mama inakaa kuna ukimwi siku hizi. Huyu yani ana macho ya kiburi. Akija kwa biashara yako anze kutupa macho, anaanza sidhani kama huyu mama ni kazi tu. Labda usiku kuna mahali anaendaga mahali kazi igi. Yani ana macho ya kiburi kabisa. Mungu atukomboe na hilo katika jina la Yesu. Hii tutaongea next week. Anasema na mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Leo hii damu inamwagika sana mtumishi. Unajua nini? Watu leo hii wanamwaga damu kwa njia gani? Kukunyoshea mkono. Unaona Mwangi, unaona dada fulani ako hivi na hivi na hivi, wanamwaga damu. Ndio Biblia inasema mumemuua mwenye haki, mumemhukumu hata mkamuua mwenye haki. So leo hii hizi ni vitu Bwana anachukia. Mwangi, mimi usema hivi, kama kuna kitu tunaweza kufanya kama mwili wa Kristo siku zote, tuongee mazuri kuhusu wenzetu. Ongea mazuri kuhusu dada yako. Ongea mazuri kuhusu ndugu yako. Hakuna siku moja Yesu alichukia Judas. Hata siku moja. Hata moja. Na alikuwa anajua huyu atamsaliti. Huyu ni msaliti. Anamwambiaje Petro? Utanikana mara 3. Alijua lakini alimpenda Petro. Alikuwa na information. Hata wakati Petro alibackslide, alifanyaje Yesu? Alirudi baharini, akaenda kumtoa. Akamwambia Petro, mwana wa Simeoni, unanipenda? Ndio nakupenda. Chunga kondoo wangu. Yani Yesu hakuwa na wakati wa kuhukumu mtu. Wapendwa, tusimwage damu sio ya hatia. Aha. Moyo wazao mawazo mabaya. Watu
Watu siku hizi mtumishi, hata mtu akikuona hivi anaanza kukuwaza mawazo mabaya kabisa. Anaanza kufikiria sasa, huyu anahubiri nini? Huyu ni mtu gani? Huyu ni mtu wa aina gani? Mambo kama yale. Mwangi, kuna watu nimewahi ona, especially kama watumishi wa Mungu, unakuta watu wanakuhukumu mpaka yani mioyo yao wakikuona wanakuwa na mawazo mbaya kukuhusu kabisa. Hata ukiingia kwa hoteli kukunywa chai ukiwakuta unaanza kuona wanaamuka wanaenda. Mawazo ni mbaya zaidi. Mioyo ya watu imebeba mawazo mabaya. Nisikize, maandiko yanasema ya kwamba linda moyo wako kuliko vitu vyote unavyovilinda. Mwangi, mimi usema Mungu, nina roho ndogo. Roho yangu haiwezi beba watu na nibebe Mungu. By the way, ni kweli. Chagua utabeba nani. Lazima uchague. Ufanye maamuzi. Amen. Exactly. Thank you so much mtumishi wa Bwana. Na haya mafunzo ya jioni njema ya leo inasaidia watu wengi zaidi. Ni kwa ajili hata nikiangalia zile comment zinakuja, watu wako na mawazo tofauti na watu wamekipitia mtumishi wa Bwana. Na kisha kuchagaza ni ya kuwa wamepitia kutoka kwa madugu. Na kusema ya kwamba ni kwa madugu ni kusema ni pale watu ambao ni wa kanisa, watu ambao wanasema ya kwamba mimi nimeokoka. Yes. Unakuta wengi wanapitia shida katika mikono mwao. Asante sana mwale wa Mugai, ubarikiwe sana sister. Asante sana. Tuned in from Kitegela. God bless you so much. Sister Betty Kago, nashukuru sijapitwa. Karibu sana. Mungu akubariki sana. Kuna mwingine pia hapa Betty, asante sana, umeigiza kina Lydian Jono, Shaniel Kalisi na wengine wengi. Kuna mwingine hapa pia anasema anaitwa Mary Kims, anasema powerful. Asante sana Mary Kims, ubarikiwe sana. Mwingine pia anaitwa James Kinyashi, nimekuona powerful James Kinyashi, tuned in from Morem City. Asante sana kutoka kule Morem City. God bless you so much. Mwingine pia anaitwa Irene Jao, pia nimekuona Irene Jao, unasema amina. God bless you so much. Mwingine pia anaitwa Chasmine Becky, in the church a lot of people ana discouragers, ni wale ambao wanavuja watu moyo, hawezi akakutia moyo na ili usiweze kuinuka umshide. Mwingine pia anaitwa samani Eliza Jao, nimekuona, unasema pamoja, asante sana. Mwingine pia anaitwa Mso Fiji, ubarikiwe sana Mso, God bless you so much. Mwingine pia anaitwa Kennedy, asante sana. Shikwanyo Ike, asante sana. Lija Kimani wa Kadana, in from Kadana Muranga, with shosho watu wana, ubarikiwe sana. Umeigiza wakia maana na wengine wengi, na Mungu wetu akaendelea kutubariki sana sana. Kwa hivyo mtumishi, nataka sasa tuende tukimalizia. Yes. Nitaweza kusoma zingine pale baadaye. Okay. Lakini nimejesha kwako kidogo, hata kama ni kumalizia, tuende tumalizie hivyo sasa. Karibu sana msikilizaji wangu na unayenifuatilia. Yes. Ni wakati ambapo umefika. Kama ni Yesu, achawe Yesu. Tusije kuwa watu ambao tutapata hasara kwa kile tunachofanya. Ni kweli. Biblia inasema kwamba kila mtu angalie jinsi anavyojenga. Leo hii tumekuwa watu wa kubomoa watu wengine. Tumekuwa watu wa kumaliza watu wengine. Swali nataka nikuulize. Huyo unayeongea mabaya kumuhusu, akipotea utafaidika na nini? Utafaidika na nini? Hiyo ndio swali la muhimu sana. Je, utafanya kile anachofanya? Niliona hii picha, ndugu yangu Mwangi. Huyo mtu akamuua yule kuku aliyekuwa na vifaranga. Right. Na kuku akafa. Sasa vifaranga hawa watalelewa na nani? Oh my God. Mimi huambia watu kanisani, mimi unaponipiga, hebu angalia watu ambao leo hii ni wananitegemea. Kuna watu wanakuja pale wanahitaji huduma kutoka kwangu. Ni kweli. Kuna watu tunawasaidia. Kuna wajane ambao tunasaidia. Kama kwa mfano tarehe 9 nitakuwa nikilisha wajane.
pale kanisani. Ndivyo huwa tunafanya. Tunawapa vyakula, tunawapea kile Mungu ametubariki, pesa kidogo, yani tunawalea. Hata jana nilikuwa nimeambia watu tutoe pesa, tunataka tuwanunulie mattress. Wow. Godoro. Hawa ni wale shosho. Ni kweli. Sasa ukinipiga unataka kunimaliza. Nani atalea hawa? Ni kweli. Swali nzuri sana. Utawalea. Na Mungu huwa anaangalia kitu inaitwa the greater picture. Yes. Ukipiga mshukaji naye Mungu anaangaliaga kanisa sana. Hawa watu wewe unapiga mshugaji, hawa watu wataenda wapi? So unakuwa adui wa Mungu kabisa. Alafu umenikumbusha kitu jambo lingine niliwaambia watu wa mahali. Unajua wakati unapompiga huyo mchungaji, hata kama pastor alikosea, yes, Mungu hata punish huyo pastor. Kwa sababu kile Mungu anaangalia number 1, anaangalia jukumu ambalo Mungu amempa. Exactly. Anaangalia mioyo ambao huyu amebeba. Then anakuangalia wewe unayempiga kama unaweza kubeba hizo mioyo. Mzigo ule ambao umebeba una uzito gani? Kwa hiyo hukumu ya watumishi wa Mungu iko na Mungu mwenyewe. Kabisa. Wewe wachana na wao. Huyo mama unampiga, huyo msichana, huyo mzee. Sasa unapotafuta kummaliza, surely utashughulikia watoto wake? Hapana. Unapotaka biashara yake iishe, utaenda wewe utakuwa unamsomeshea watoto? No. Kabla tuwahukumu watu, tunapaswa kujiweka kwenye viatu vyao, ya kwamba wewe ukihukumiwa utasikia namna gani? Utasikia namna gani? The only thing tunapaswa kuapply kwa maisha yetu ni upendo. Upendo. Tukiwa na upendo, tutakuwa sawa. Last year Mwangi, mimi ombi kubwa nilikuwa ninaomba mwaka jana. Right. Baba, nipe upendo wa kuwapenda watu wako. Na hakika niliona Mungu akinisaidia. Na hiyo ndio ombi langu mwaka huu. Ninaomba Mungu anipe upendo. Kwa hiyo nikimaliza ningependa kusema hivi, wewe unayenisikiliza, ukimaliza huyo, ukiamua kumhukumu na kumchafua vile unavyomchafua, wewe utafaidika na nini? Utafaidika na nini? Amen. Swali nzuri. Kwa hivyo tumalizie mtumishi pale, utatupa namba ya simu, tuelezee mahali mpo, kisha tuambie Mungu ni asante, tumalizie. Amen. Yes. Basi namba yangu ya simu ni 0706 94 94 58 21 0706 94 58 21. Kanisa tuko pale Utawala, mahali inaitwa Githongori. Utawala Githongori. Kuja mpaka supermarket inaitwa Automat, tuko opposite. Kuna jengo kubwa liko pale la mabati ya blue, hapo ndipo tupo. Na ningependa kuchukua nafasi hii ni kukaribishe. Karibu kwenye ibada. Kama unakuja, piga tu hiyo namba, then utapokelewa. Na Mungu atakubariki zaidi. Nataka ili nikaweza kuiweka hapa, utaweza kunipatia iseme tena hiyo namba. 0706 94 94 58 21 0706 94 umesema 07 06 06 94 58 21. Kwa hivyo sasa nataka tukaweza sasa kufuga katika maombi. Amen. Tuambie Mungu wetu ni asante. Yes. Hallelujah. Amen. Basi mtazamaji wangu popote ulipo, na unayenisikiza kwenye redio yako, ningetaka nikuombee. Uwe mgonjwa, uwe una shida gani, kama uko na kikombe cha maji na we ni mgonjwa, naomba ushikilie napoenda kuomba, ama ushike redio yako, naamini nguvu za Mungu zitapita na utapona. Na kama haujaokoka, ningependa nianze na wewe. Rudia ombi hili nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nisamehe dhambi, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Nimeokoka leo, mimi ni wako Yesu. Amen. Basi wacha nikuombea uponyaji. Baba, asante kwa kila mmoja anayenisikiza na kunifuatilia na kunitazama. Nimetangaza uponyaji juu yake, na nena uzima, na nena afya. Bariki biashara zao, bariki ndoa zao, wawe na amani. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Wow, rudia namba mtumishi.
0706 94 58 Nimefurahia sana mtumishi. Amen. Tumeweza kuanza vizuri mwezi huo ambao ni mwezi wa April. Amen. Anajua kwamba tutasonga mbele tukiwa Mungu akiwa upande wetu. Hallelujah. Na pia nawaombea kesho mkuwe na ibada jema pale kanisani Greater Works International Githunguri Utawala. God bless you so much. Amen. Many Kings, asante sana. Mungu nisaidie kufanya kazi bila kuangalia nyuma ama kusikiza. Ni kweli kabisa. Paulo Jenga pia nasema amen. Kuna mwingine pia anaitwa Dennis Rehoboth, nimekuona. Asante sana Dennis. Mungu wetu akubariki, na wengine wengi sana ambao mmeweza kuigia. Mungu wetu akaweza kuendelea kuwabariki sana sana. Mimi nimekuona Msovi G, asante sana. Eliza Jao, asante sana, ubarikiwe sana. Betty Kago pia ubarikiwe sana, asante sana. William nimekuona, asante sana. Mwirole pia ubarikiwe, na wengine wengi sana. May God bless you so much. Jina langu naitwa Mwagi wa Video. Ukuwe na jioni jema ya siku ya leo. Tutaweza kukutana na wewe siku ya kesho hapa asubuhi mapema saa 1. Tutakuwa naye mtumishi anaitwa Pastor Malcolm, the pastor from kanisa la Revelation by Jesus Christ hapa eneo la Mugedi Kayole. Na kwa hivyo pia ndugu rafiki yangu sana na Hashon Mugo, ubarikiwe sana. Nimefurahia kukuona pale umeweza kuigia na wengine wote. Saa hizi ni saa 1 kamili, na mtume Alexander John ataweza kukuja na ili akaweza kuendelea. Mungu wetu akubariki, ukue na siku jema, na kesho usisahau kuelekea kanisani. Leo kesho ni siku ya kuelekea kanisani. May God bless you so much. Naitwa Mwagi wa Video. Kuwa na usiku mwema. Asante. Yatima,